Kama serikali tunataka tuhakikishe tu kwamba hapa Katoro ndio senta kubwa sana ambayo shughuli za kibiashara zinakuwa. Tunataka tuhakikisheni kwamba tutaendelea kujenga mazingira mazuri ya vijana kuja kuwekeza, na ni vyema vijana wakaangalia fursa zingine. Leo hapa hatuna sehemu nzuri kwa ajili ya watoto wetu kucheza. Ukija kuwekeza kwenye maeneo ya mchezo, hususan michezo kwa vijana na michezo kwa watoto, unaweza kufanya biashara kubwa sana. Tunahitaji maeneo kwa ajili ya kumbi. Leo ukihitaji night club hakuna, ukihitaji kumbi kwa ajili ya harusi hakuna. Kwa hiyo yote hizi ni fursa ambazo zinapatikana kwenye eneo la Katoro, ni vyema wakazichangamkia kwa ajili ya kufanya biashara kwenye eneo la Katoro. Ya vijana kuchangamkia fursa, kujituma kwenye kazi na kutumia fedha wanazozipata kuziwekeza ili ziweze kuzunguka na kutengeneza ajira kwa vijana wengine ambao hawana ajira. Kwetu sisi tunampongeza na tunamshukuru Bwana Opiyo, lakini la pili ni kuwaomba sasa vijana waige mfano mzuri wa Bwana Opiyo aliyeko hapa Katoro, wa kuanza kila kidogo wanachokipata wakielekeza kwenye uwekezaji ili waweze kutengeneza ajira kwa vijana wengine, lakini vile vile na serikali iweze kupata pesa ambazo ni kodi zitakazosaidia kuendesha shughuli zake ikiwa ni huduma. Kilichonisukuma kuwekeza katika mji huu wa Katoro, kwanza ni mji wenye amani, pia ni mji wenye watu wengi wanaopenda vitu vizuri, na ni mji wenye uhakika. Ndio maana nikashawishika kuja kuwekeza hapa. Pia nipende kutoa pongezi kwa watu wote waliofika hapa, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya na watu wote waliokuja kunisapoti. Nitoe shukrani za dhati sana. Nimefurahi na nimeenjoy sana kuona watu tuna ushirikiano wa namna hii. Nimuombe mama yetu Samia Suluhu Hassan, mheshimiwa, hapa azidi kutuboresha vijana, kutupa mikopo ili tupate kutengeneza miradi zaidi ya hii. Kwa hiyo niwashukuruni sana. Kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kututia afya iliyo bora sisi wakazi wa Katoro, na pili nimshukuru sana Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya. Mimi kama diwani wa kata hii ya Rudete na ni mwenyekiti wa halmashauri ya Geita DC, ninafurahi sana maendeleo ya vijana yanapofanyika, na yote haya maendeleo yanakuja baada ya Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoa fursa. Ametoa fursa kwa vijana, kwa wazawa wazalendo wa nchi hii, akawapa leseni. Leo leseni zile zinatoa madini ya dhahabu, na ndio maana unaona vijana wanakumbuka kujenga nyumbani, na ndio maana unaona vijana wameamua kuwekeza zaidi ya milioni 500. Amewekeza hapa kwa ajili ya baba shop kupata huduma, na ni kijana ambaye ni mdogo sana na amepata kipato chake kupitia uchimbaji wa madini ya dhahabu. Lakini yote tunamshukuru sana. Hatuna cha kumpa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia vile vile niseme neno moja tu kwamba sasa hivi wachimbaji au sisi wa Tanzania tumebadilika, sio kama uchimbaji ule wa mwanzo ulivyokuwa kwamba mtu akipata fedha anakwenda kunywa, anafanya starehe. Sasa hivi vijana wanaonesha mfano. Kwa niombe tu kwamba hivi vijana na wengine waige mfano wa mdogo wangu Opiyo. Amewekeza zaidi ya milioni 500 huduma, lakini bado watu wanaenjoy. Na kama kwenye kampeni mliwahi kusikia nilisema Rudete ya vyombo, Rudete ya maendeleo, na ndio hii unaona leo tunatia fursa. Na mimi nimesema kabisa kwamba tunawaomba vijana wengi kwamba wanapopata kipato chao waje wawekeze kata ya Rudete. Maeneo yapo, tutashirikiana na serikali yetu kwa sababu serikali yetu ni sikivu. Tutashirikiana kuwapa maeneo wawekeze vitu ili kusudi watu wapate kuenjoy. Lakini vile vile tumshukuru, ameweza kutoa ajira zaidi ya watu vijana 100. Kwa mtu anapopata fedha zake kupitia tabasamu la rais wetu, ameweza kupata kipato kupitia kuachia migodi, lakini vile vile bado ameajiri vijana. Hadi tunapunguza wimbi la vijana wengi kukaa mtaani. Mimi naitwa Emmanuel Josephat Kilambo. Sisi kwetu ni kwamba tumetanua wigo kwamba hili swala usichukulie tu labda ni Dar es Salaam au Mwanza au Arusha, ni kwamba hata Katoro watu wapo na wanaweza wakaweza. Sisi anatuasify vizuri, na kwamba kwa mfano labda mtu anataka kuwekeza atachukulia mfano kutoka kwetu sisi ambao ni Open Grand Classic Barber Shop. Uwekezaji upande wa vijana sisi tunachowashauri, kwa mfano sisi kama tumeweza hivi, wao wakiweza zaidi itakuwa ni vizuri zaidi kuliko mtu kukalili labda kufanya kazi fulani. Sisi tunakuwa kama vile tumefanyaje, ni njia mojawapo ya kusababisha wao pia wafanyaje, wapate kuona washawishike na wao wawekeze. Na mji usichague kwamba mji labda utawekeza labda Mwanza tu au Arusha au Kahama, hata
hata huko inatosha. Ni vizuri zaidi ujitume pia na ndoto unachokiwaza, kama Mwenyezi Mungu akijalia umefanikiwa, pia na ufanyeje, uwekeze kwa kile unachokiona ambacho utakuwa unakipenda pia. Kwa mtu assist. Uwekezaji tumeufanya kwa ajili ya lengo kubwa ni kujikwamua kiuchumi. Unajua vijana, serikali yetu inataka tujiajiri, tusitegemee ajira. Kwa hiyo hii ni njia mojawapo ya kujiajiri. Ukiangalia kama hapa sisi vijana tumefungua hii barbershop, gym na sauna, lakini tumeajiri vijana zaidi ya 50. Kwa hiyo umeona tume-create ajira nyingi zaidi. Kwa hiyo tunashauriwa kama vijana wenzangu na nyinyi waandishi, nashauri kiwekeza lazima utakuwa umeajiri, utawavutia na vijana wengine. Hivyo kwa hiyo kikubwa ni hicho sana, create ajira na kujiajiri, ujasiriamali mdogo mdogo. Kwa hiyo si wenyewe tumeanza na hichi kidogo, ila tunatamani tukue tuwe wakubwa zaidi ya hapa. Hii ni inspiration kubwa sana kwa vijana. Ukiona vijana wadogo wanawekeza, wanajituma. Kwa hiyo kijana mpambanaji aliyoko viunga vya Katoro au maeneo ya jirani, mikoa mingine, tunamkaribisha na yeye aje ajifunze, pia uwekeze kwa kidogo hicho alichonacho, anaweza akakiunganisha akafanya jambo. Hata sisi tulianza kidogo kidogo, mwisho siku kitu kimesimama. Kwa majina naitwa Maiba Makano Maiba, ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni hii ya Black Barbershop. Sisi tumethubutu kuwekeza katika mji mdogo wa Katoro. Kwa uwekezaji uliopo na unavyoonekana ni kwamba sisi tumekuwa na kitu kikubwa namna hii. Ni kitu ambacho tunahitaji watu wajifunze. Kwa niaba ya mkurugenzi pamoja na madesigner wetu wazuri, wamefanya kitu kizuri. Tunashukuru. Hii ni habari nyingine. Mimi naitwa Abdullah Ramadhani, ni meneja wa kampuni ya Black. Hii kampuni yetu kwa sasa, kwa vijana wenzetu, tunawakaribisha sana wateja wetu waweze karibia katika eneo hili, waweze kujipatia huduma bora kabisa, kwa hudumu walio bora, waliobobea hii kazi, kwa vinyozi walio bora pia. Kwa karibuni sana, na wakaribisha Black Barbershop. Black Barbershop hii ni habari nyingine kwa Katoro hii na ndani ya mkoa huu wa Geita. Hii ni habari nyingine. Karibuni. Tumezingatia vipaji vya watu, taaluma za watu. Kwa kila mtu anafanya kazi kutokana na ufanisi wa kazi. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.